Asante Baba yetu wa mbinguni kwa sababu imekupendeza tena kutukusanya mahali hapa ili upate kutubariki. Baraka zote za milele zinatoka katika neno lako. Baraka zote za milele zinatoka katika neno lako. Mpe basi kila mmoja wetu kupokea baraka za milele kutokana na neno lako, ili kwa jina lako Yesu Kristo tupate ufunuo wa kulielewa neno lako hatua kwa hatua, ili kwa ufunuo huo tukapate kuumbiwa mzigo zaidi, njaa na kiu zaidi ya kuomba utakaso. Karibu Roho Mtakatifu ili ipate kuwa baraka kwetu katika jina la Yesu. Amen. Leo tena tunaendelea kujifunza somo hili la utakaso. Na leo tutakuwa katika sehemu ya 11 na 12 katika somo hili. Kwa wale ambao hawakuwepo tulipoanza somo hili, hatakuwa na muda wa kurudia huko nyuma kwa sababu tumeanza somo hili kitambo sasa. Lakini ni muhimu tu kwa muhtasari kufahamu kwamba katika kuokoka tunapata uwezo wa kushinda dhambi. Na dhambi tunazokuwa tunazishinda ni matendo ya mwili, matendo ya nje ya mwili: kunywa pombe, kuvuta sigara, kuiba, kuua, kuvuta bangi na mambo yanayofanana hayo. Lakini utakatifu ni zaidi ya kutenda matendo ya mwili tu, ya nje. Utakatifu unaangalia juu ya matendo kwamba yafanane na kile kilichoko ndani ya mioyo yetu, katika moyo, katika nia, katika mawazo, kote kuwe safi. Ndio utakatifu, ndio ukamilifu ambao unaotajwa katika Ibrania 12:14 kwamba pasipo huo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Mtu anaweza akafanya jambo jema kwa nje, lakini kama nia yake ni mbaya ndani, moyo wake hauko safi wakati anatenda jambo hilo, bado anahesabiwa ni mwenye dhambi, bado hajawa mkamilifu, bado hana sifa ya kuingia mbinguni. Sasa mtu aliyeokolewa ambaye hajakamilishwa, na kukamilishwa kwenyewe katika utakatifu kunatokana na utakaso. Mtu ambaye ameokoka lakini hajatakaswa anakuwa bado ni mtoto mchanga wa kiroho. Watu wengine wanafikiria kwamba mtoto mchanga kiroho ni mtu aliyeokoka karibuni, mwezi mmoja uliopita, wiki moja, wiki mbili. Zaidi ya hapo,
Mtu anaweza kuwa ameokoka hata miaka 30, 40 iliyopita, bado katika ulimwengu wa roho ni mtoto, akawa bado ni mtoto mchanga kiroho. Anaweza akawa amefikia kabisa ngazi ya kuwa mchungaji, hata kuwa askofu, hata kuitwa mtume na nabii, lakini bado ni mtoto mchanga kiroho. Anaweza akawa ni mama mchungaji, akawa bado ni mtoto mchanga kiroho. Achilia mbali kuwa kiongozi wa zone, kiongozi wa section, kiongozi wa kanisa la nyumbani, mtenda kazi, lakini bado akawa ni mtoto mchanga kiroho. Mtoto mchanga kiroho, mtoto mchanga katika Kristo, anaitwa vile vile mtu wa tabia ya mwilini. Mtoto mchanga katika Kristo anaitwa vile vile mtu wa tabia ya mwilini. Na mtu mzima kiroho anaitwa mtu wa tabia ya rohoni. Sasa mtu ambaye ameokoka lakini hajatakaswa ndio mtoto mchanga kiroho, mtu wa tabia ya mwilini. Na mtu aliyetakaswa kimsingi ndio mtu mzima kiroho, mtu wa tabia ya rohoni. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa ameokoka karibuni sana, wiki moja, wiki mbili, hata siku chache zilizopita, lakini kama akiwahi kujifunza somo hili, akapata ufunuo wa neno hili, alafu neno hili likamuumbia njaa na kiu ya kuomba utakaso, halafu akatakaswa, maisha yake yatabadilika kabisa. Na anaweza kaonyesha tabia zilizokomaa sana za Ukristo kuliko mtu aliyokoka miaka mingi iliyopita. Hili ndio linalozungumzwa katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3 tunasoma: lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Angalia, uchanga sio siku chache za kuokoka. Uchanga katika Kristo unapimwa kutokana na tabia ya mtu. Je, ni tabia ya mwilini au ni tabia ya rohoni? Ndio inaweza kutupa kujua huyu ni mchanga katika Kristo au amekomaa, ni mtu mzima katika Kristo. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa mjakiweza, na hata sasa mkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda, yani wivu na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Watu waliokoka ambao ni watoto wachanga kiroho bado wanaweza kuwa na fitina, wanaweza wakawa na wivu. Kama hawa walikuwa wameokoka, lakini walikuwa na husuda, walikuwa na fitina. Ni watoto wachanga kiroho, ni watu wa tabia mwilini.
Maana ikiwa kwenu kuna usuda na fitina, je, si watu wa tabia mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Ndio. Watu wanaweza kuwa wamekaa kanisani kwa miaka mingi, na ijapowapasa kuwa walimu, bado ni watoto wachanga kiroho, hawajafikia kuwa watu wazima kiroho. Wengine wanaweza hata wakawa ni walimu kwa namna ya kufundisha tu watu, lakini kimsingi walimu unaozungumzwa ni walimu wa kielelezo. Yesu alisema, na niita Bwana na mwalimu, ndivyo nilivyo. Akaeleza kwamba nimewaachia kielelezo. Mwalimu anatakiwa awe kielelezo katika yale anayoyafundisha. Sio habari ya kufundisha tu kama kufundisha hisabati, kufundisha historia, kufundisha lile ambalo wewe mwenyewe huwezi kulitenda. Sasa Waebrania sura ile ya 5. Waebrania sura ile ya 5 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Waebrania 5:12 mpaka 14 tunasoma. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Angalia maneno hayo. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima. Angalia neno hilo, watu wazima. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kuna watu wazima kiroho, na vile vile kuna watoto wachanga kiroho. Sasa kama tunavyofahamu, katika mwili watoto wachanga wana tofauti na watu wazima. Utaona mtu anapokuwa ni mtoto mchanga, kuna mambo fulani ambayo hayawezi. Mtoto mchanga anakuwa na meno, mwingine anakuwa hajaota meno kabisa katika uchanga. Kwa maana hiyo hana uwezo wa kutafuna chochote, anakunywa maziwa tu, hata meno hajaota. Baadaye yanaota meno ya kitoto, na yale meno ya kitoto hayadumu sana. Baadaye yale meno ya kitoto huondoka, halafu yakatoa nafasi ya meno ya kiutu uzima, ambayo haya sasa ana uwezo kutafuna vitu vigumu, nyama, mihogo na kadhalika. Kwa hiyo kuna kuwa na vitu kadhaa vya kitoto ambavyo vinatoka, alafu vinatoa mwanya wa vitu vya kiutu uzima kuingia. Hivyo utaona mtoto mdogo mtoto mchanga katika mwili anatambaa, ajua na uwezo wa kutembea. Baadaye anaanza kusimama, kule kutambaa kunaondoka, sasa anasimama. Baadaye anatembea, baadaye anaweza kukimbia. Anaweza kuanza kukimbia, lakini bado hajafika kuwa na uwezo wa kwenda kujisaidia mwenyewe msalani.
anavalishwa nepi, hana uwezo kujitawala, kwa sababu anaweza kujisaidia haja ndogo wakati wote pale pale, hata haja kubwa. Lakini hatimaye vitu vya kitoto huondoka, na sasa akawa na uwezo wa kufanya vitu vya kiutu uzima. Alikuwa analishwa hapo mwanzo, vile vitu vya kulishwa vinaondoka. Sasa anaweza kula mwenyewe, akachukua kijiko akala mwenyewe, kwa mikono yake akala ugali na kadhalika. Alikuwa anaogeshwa, sasa anaweza kuoga mwenyewe. Kwa hiyo vilikuwepo vitu kadhaa vya kitoto, alafu sasa vinaondoka, vinakuwa ni historia. Yale alikuwa hayawezi, sasa anayaweza mwenyewe. Na vivyo hivyo katika roho. Mtu anapokuwa mtoto mchanga kiroho au mtoto mchanga katika Kristo, anakuwa na vitu vingi sana vya kitoto ambavyo vinatakiwa kuondoka ili kupisha nafasi ya vitu vilivyo vikamilifu. Yale meno ya kitoto sio meno makamilifu, yanaondoka, alafu yanatoa nafasi ya meno yaliyo makamilifu, meno ya kiutu uzima, ambayo sasa yana uwezo wa kufanya kazi miaka mingi inayofuata. Na kama tulivyogusia, mtoto mchanga katika Kristo anakuwa na vitu vingi vya kitoto ambavyo lazima viondoke, halafu vije vitu vya ukamilifu. Na pasipo ukamilifu huo, hakuna mtu atakayemwona Mungu. Mathayo 5:48, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Unaweza kuona sasa utakaso ni uwezo wa kumfanya mtoto mchanga katika Kristo kuwa mtu mzima kiroho. Utakaso ni uwezo wa kumfanya mtoto mchanga katika Kristo kuwa mtu mzima kiroho. Tungeweza kusema tena kwamba utakaso ni uwezo wa kumfanya mtu wa tabia ya mwilini kubadilika na kuwa mtu wa tabia ya rohoni. Utakaso ni uwezo sasa unaomfanya mtu wa tabia ya mwilini kubadilika na kuwa mtu wa tabia ya rohoni. Mtoto mchanga katika Kristo kukua na kuwa mtu mzima kiroho. Mtu anapokuwa amekua, utaona sasa anaweza kufanya mambo yanayofanana zaidi na mzazi wake, tofauti na mtoto mchanga katika mwili anafanya mambo mengi yaliyo tofauti na mzazi wake, baba yake au mama yake mzazi. Baba yake au mama yake mzazi havai nepi, ana uwezo wa kujitawala, ana uwezo wa kwenda mwenyewe msalani, lakini mtoto hawezi kufanya hivyo. Baba yake au mama yake mzazi ana meno ya kiutu uzima, lakini mtoto huyu mwingine hana meno kabisa mwanzoni, na baadaye anakuwa na meno ya kitoto tofauti na mzazi. Na mengi yanayofanana na hayo, utaona bado kuna kuwa na tofauti
kati ya mtoto mchanga katika mwili na mzazi. Lakini akikua akawa na utu uzima ndani yake, sasa kuna mengi yanayofanana. Tunaweza kusema karibu nafanana sasa katika yote na mzazi. Na vivyo hivyo katika roho tunaweza tukafanana na Kristo pale tunapokuwa watu wazima kiroho. Lakini mtu aliyeokoka ambaye ni mtoto mchanga katika Kristo anatofautiana sana katika mambo mengi na Kristo. Atafanana kwa sehemu ndogo sana, lakini anatofautiana kwa mengi na Kristo kwa namna ile ile mtoto mchanga katika mwili anavyotofautiana na mzazi. Mtoto anatambaa, lakini mzazi hatambai. Na kanisa likiwa na watu ambao hawajatakaswa, na ndio maana utaona somo hili limejaribu kuzimwa sana na shetani katika miaka ya karibuni katika kanisa la Mungu duniani. Katika karne ya 18 lilifufuliwa kwa nguvu sana baada ya kuwa limezimika kwa muda. Shetani hataki utakatifu kwa sababu anajua kama watu tu watasema wameokoka bila utakatifu, mwisho wa siku watabaki tu na mataifa, hawezi kumwona Mungu, kwa sababu maandiko yako wazi. Waebrania 12:14, pasipo utakatifu hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo shetani miaka nenda miaka rudi amejaribu kuzima mafundisho ya utakatifu katika kanisa la Mungu. Katika karne ya 18 Mungu aliinua watumishi waliokuwa na ubiri utakatifu, watumishi wa Mungu kama John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney. Na watumishi kama hawa wakaanza tena kuwaleta watu katika mafundisho ya utakaso. Kwa hiyo karne ya 18 kulikuwa na uamsho mkubwa katika dunia ya nyakati hizo, na kukawa na uamsho wa utakatifu. Watu walikuwa watu wa rohoni sana. Ndipo mahali ambapo zilipotungwa hizi tunazoziita leo tenzi za rohoni. Tenzi za rohoni zilitungwa katika karne ya 18. Nyimbo hizo tunaweza kuona zimepita miaka nenda miaka rudi, lakini hazichuji, kwa sababu zilitungwa na watu wa rohoni. Na mpaka leo unaweza kuimba ukaona uwepo wa Mungu na shuka, kwa sababu zilitoka ndani ya watu wa rohoni. Lakini mtu wa tabia ya mwilini hata akitunga wimbo nao unakuwa kama wimbo wa dance tu, unakuwa ni wimbo wa mwilini tu, si wimbo unaweza kudumu, si wimbo unaweza kugusa roho ya mtu. Mtu anaweza kuupokea tu kama muziki wa dance, usilete badiliko katika roho. Kwa hiyo sasa mafundisho ya nyakati hizo za karne ya 18 yalisisitiza sana utakaso, na hatimaye yaka vingine vilivyokuwa ambavyo vimefunikwa hapo kama ujazo Roho Mtakatifu kwenye karne ya 19 mwanzoni hapo, navyo vikaibuliwa tena. Kwa hiyo miaka nenda miaka rudi kumekuwa na mafundisho yanayojaribu kuzimwa na shetani ili kulifanya kanisa kuwa dhaifu. Kwa hiyo kama hakuna mafundisho haya, kanisa linakuwa na watu ambao wanasema wameokolewa lakini hawafanani na Kristo, wanakuwa na tofauti kubwa sana na Kristo. Na inakuwa shida sana kuwatofautisha na mataifa, kwa sababu wanaweza kuwa na tabia ambazo bado zinafanana na tabia za mataifa au watu ambao hawajaokoka. Na hivyo kwa sababu wana tabia bado za mtu wa mwilini.
Kwa hiyo kanisa la namna hiyo linakuwa sio nuru ya ulimwengu, halivutii sana kwa mataifa. Hata watu wa mataifa wanaweza kusema huyu kweli ameokoka, na hata wengine mataifa wakaonekana wana nafuu zaidi, kwa sababu kuna nyingine ni tabia tu za asili ya mtu ambazo zinakuwepo. Hajaokoka lakini ana tabia fulani ya asili ndani yake. Ziko tabia nyingine za asili tu, upole naweza kuwa kwa tabia ya mtu ya asili tu, na vingine vinakuwa ni tabia kutokana na malezi. Kutokana na malezi mtu anaweza akawa na tabia fulani fulani zinazotokana tu na malezi ya tangu utoto, ingawa hajaokoka. Kwa sababu hiyo sasa, mafundisho haya ni ya muhimu sana kwa kanisa la leo ambalo limejaa watoto wachanga katika Kristo. Hata wale wanaoitwa mitume, hata wale wanaoitwa mitume na manabii, hata wale wanaoitwa maaskofu, hata wale wanaoitwa wachungaji, hata wale wanaoitwa wazee wa kanisa, wengi kwa kuangalia vigezo hivi utaona bado ni watoto wachanga katika Kristo, watu wa tabia ya mwilini. Wako wahubiri wengi tu wanahubiri Injili, lakini bado ni watoto wachanga katika Kristo. Tofauti na nyakati za kanisa la kwanza. Sasa kama tulivyojifunza sasa kwa wiki kadhaa, kuna kuwa na tabia zinazoondoka na tabia zinazokuja baada ya utakaso. Utakaso unaondoa tabia za utoto, uchanga katika Kristo, na utakaso unaingiza tabia za utu uzima kiroho, tabia za ukamilifu. Kwa hiyo tulianza kuangalia, na tumekuwa tunaangalia kwa wiki kadhaa sasa, tabia zile zinazoondolewa kwa utakaso na zile zinazoingizwa kwa utakaso. Tukajifunza kwamba kama mtu anajifunza tu masomo haya, anaweza kujaribu kuzifanya hizo tabia kwa nguvu zake na jitihada zake, lakini hawezi kudumu kuwa na tabia hizo. Anaweza kuzifanya kwa muda mfupi tu, kwa siku chache, lakini akakuta hana uwezo wa kuendelea kuzifanya, alafu anarudia yale yale kwa sababu hajabadilishwa. Na ni mpaka abadilishwe kabisa, akuzwe na kuwa mtu mzima. Ni mpaka meno yale yaondoke, meno ya kitoto yaingie, yaote meno ya kiutu uzima. Na anayeweza kuyaotesha ni Mungu mwenyewe, si kwa jitihada na kwa nguvu. Mtu anaweza akajiotesha mwenyewe meno, akawa na meno ya kiutu uzima. Unaweza kuona. Kwa hiyo tumekuwa tukiangalia tofauti hizi za tabia zinazoondoka na tabia zinazoingia. Na nikasema kwamba somo hili litakuwa refu sana, tofauti na vile tulivyojifunza safari iliyopita, kwa sababu tatizo la kubwa la shetani, tunapojifunza neno la Mungu, wengine huweza kupata ufunuo kwa muda mfupi wa neno kulisikia, lakini wengine wanakuwa bado hawajalifahamu, na wengine wanaweza kufahamu kwa sehemu ndogo katika neno. Yesu Kristo alisema mpanzi huenda kupanda neno. Mpanzi alitoka akaenda kupanda mbegu, na mbegu zile zilikuwa ni neno la Mungu. Na wale waliolipokea, anasema wengine walizaa matunda 30,
wengine matunda 60 na wengine matunda 100. Hivi hatupati matokeo yanayofanana kwa wakati ule. Mwingine hutoka kapa kabisa, mwingine anapata kidogo sana, ufunuo kidogo sana, mwingine anapata ufunuo zaidi, na mwingine anaweza kupata ufunuo wote. Kwa hiyo mpanzi anapokuwa amepanda mbegu halafu akaona hazikuzaa, zimeunguzwa na jua, kama Yesu alivyozungumza juu ya mbegu nyingine zinajaribu kuota kidogo, jua linakuja halafu zinaungua. Mpanzi anarudi tena, anapanda zile mbegu upya. Anaweza kurudia hivyo mara kadhaa mpaka mbegu zije zikubali ziote. Na ndio kazi ya mhubiri au mwalimu. Kufundisha tu mara moja haitoshi. Ndio maana tukijifunza Yesu wakati mwingine alazimika kufundisha mlimani mambo yale, akarudia yale akiwa tambarare, lakini kwa msisitizo mkubwa na tofauti zaidi kuliko mwanzo, kwa lengo la kufanya hatimaye wote ikiwezekana wazae matunda katika ukamilifu wake. Sasa hatuwezi kupokea utakaso mpaka tuwe na njaa na kiu ya kuomba. Na mbinu kubwa sana ya Shetani wakati wa mafundisho ya utakatifu kama hivi, anaweza kutuwekea kiwingu fulani, anaweza kutuwekea pazia fulani. Ndio maana tunazungumzia juu ya ufunuo. Neno ufunuo linatokana na neno la asili linalomaanisha kufunguliwa kwa pazia. Kama pazia limefungwa, mtu hawezi kuona yaliyoko upande wa pili. Lakini pazia likifunguliwa, mtu anaweza kuona yaliyoko upande wa pili. Hapo sasa amefunuliwa kulingana na Kiunani, kulingana na lugha ya Kiunani ya asili iliyoleta Agano Jipya kwetu. Kwa hiyo sasa adui hujaribu kupofusha fikra zetu, hujaribu kuweka pazia fulani mbele yetu la kiroho ili tusielewe. Tuwe na masikio lakini tusikie, lakini tusielewe. Halafu tubaki tunajihesabia haki, tujione ni salama wakati hakuna usalama wote. Tujione hatuna haja ya kitu wakati tuna haja nzito ya kitu. Ni maskini, ni uchi, ni vipofu. Yesu Kristo alisema katika Ufunuo Yohana sura ya 3, Ufunuo Yohana sura ya 3, Ufunuo Yohana sura ya 3, Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 15 mpaka mstari wa 17. Ufunuo 3:15 mpaka 17. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, mtu ambaye hajatakaswa anakuwa na wokovu vuguvugu. Useme wote hivyo. Mtu ambaye hajatakaswa anakuwa na wokovu vuguvugu. Ndio, utaona kuna vitu fulani unaviona kwake vya kimungu viko katika maisha yake. Utaona hanywi pombe, havuti sigara, hafanyi uzinzi wala uasherati. Lakini utaona kuna vitu fulani fulani ndani yake ambavyo vinakuwa tu kama watu wa mataifa vile vile. Kwa hiyo si baridi wala si moto. Baridi ni mataifa kabisa.
Lakini huyu kwa Mungu yuko kidogo, lakini utaona kuna tabia za kishetani bado zinaonekana kwake. Najua matendo yako. Yakuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Maana afadhali ungekuwa mataifa kabisa. Ulikokuwa vuguvugu. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Pazia linalowekwa na shetani mbele yetu, pazia la kiroho, linatufanya tujione ni tajiri, tujione ni matajiri, tujione hatuna haja ya kitu, tujione tumefika, tujione tunaenda mbinguni, wakati kimsingi anasema kwa kuwa asema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui, sema hivyo, nawe hujui. Huwezi kujua mpaka uwe na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anatupa kujua. Roho Mtakatifu ndiye anatupa kujua. Sema hivyo, Roho Mtakatifu ndiye anatupa kujua. Tena, Roho Mtakatifu ndiye anayetupa kujua. Kabla kuendelea hapa, turudi katika hiyo ufunuo unaotupa kujua. Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka mstari wa 18. Waefeso sura ya kwanza mstari wa, labda itakuwa vyema tusome mstari, tunaweza kuanza kuanzia mstari wa 15, itakuwa vyema zaidi. Waefeso 1:15 mpaka mstari wa 18. Kwa sababu ya mimi nami, tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Nami nawakumbuka katika sala zangu. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima. Angalia maneno yanayofuata. Awape ninyi roho ya hekima, na roho gani nyingine? Na ya ufunuo katika kumjua yeye. Tuseme wote, na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yetu yakitiwa nuru, ndipo tunapata kuona utupu wetu. Ndipo tunapata kuona kumbe sio matajiri, kumbe ni maskini, ni vipofu na uchi. Turudi katika Ufunuo 3 mstari 16 kuendelea. Basi kwa sababu na uvuguvugu wala ubaridi wala moto, nitakutapika utoki katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Na hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Huwezi kujua mpaka upate roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Roho ya ufunuo katika kumjua yeye inakupa na wewe kujijua mwenyewe kwamba ni mwenye mashaka ya kuingia mbinguni. Uko katika mashaka, unaweza ukiendelea hivyo usiingie kabisa, usione mbingu. Ni maskini, ni kipofu, ni uchi. Kwa hiyo mpaka tutoke katika ile hali ya kujiona tuna kitu, tutoke katika hali ya kujiona ni tajiri, kwamba tuna kitu, tuna haja ya kitu, ndipo tunapoweza kuomba. Huwezi kuomba wakati una kitu. Una magunia mengi ya unga na magunia mengi ya maharage nyumbani. Huwezi kwenda kuomba unga ule na maharage.
Kwa naomba unga hapa, naomba maharage. Unaomba nini? Kwa sababu una magunia mengi ya unga na maharage kwako. Kwa hiyo mtu huomba pale anapokuwa hana kitu. Kweli si kweli? Na ndivyo ilivyo. Hatuwezi kuomba utakaso mpaka tupate ufunuo na kujijua hatuna kitu. Na kazi kubwa ya shetani hapa ni kutuwekea pazia ili tujione tuna kitu, kwa sababu tuliwahi kusikia somo hili miaka kadhaa iliyopita. Tumewahi kujifunza somo hili mara 5, mara 6, mara 7. Swala si kujifunza. Je, huo uwezo uko katika maisha yetu? Si swala la kujifunza. Tumejifunza na kuyajua baadhi ya mambo hayo katika akili tu. Lakini je, yanafanya kazi, yanatenda kazi katika maisha yetu? Utaona jibu ni la ukipata ufunuo. Kwa hiyo shetani anaweza kutupa kujiona matajiri. Mimi ni kiongozi wa zone, mimi ni mchungaji, mimi ni askofu, mimi ni mama mchungaji. Nina miaka 20 katika wokovu, nina miaka 20 katika kanisa la Full Gospel. Kumbe miaka 20 lakini watoto wachanga katika Kristo. Na yote tuliyojifunza tumejifunza kwa akili tu, kwa sababu kama tungekuwa tunayaishi, tabia zetu zingekuwa wazi tofauti kabisa. Lakini leo mtu hana amani na mke wake mwenyewe ndani ya nyumba, hana amani na mume wake ndani ya nyumba. Mafundisho mengi ya ndoa haiwezi kumsaidia mtu kama hana utakaso. Atajaribu kuyafanyia kazi kwa muda, lakini atajikuta anarudia yale yale. Kwa hiyo sasa Roho Mtakatifu anapotupeleka kujifunza masafa marefu somo kama hili, ana lengo la kufanya hatimaye macho yetu yatiwe nuru. Neno lako ni taa na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo neno hilo hatimaye kadiri tunavyolisikia linakuwa ni mwanga linalotuangazia. Hatimaye tunafika mahali kujiona kuwa ni tupu. Kulitokea watu wawili katika Luka 18. Mtu mmoja Farisayo, mtoza ushuru, na mtoza ushuru. Farisayo akaenda akapiga kifua akasema huko akiomba, mimi si kama huyu mtoza ushuru, nafunga mara 2 kwa juma, natoa zaka katika mapato yangu yote, mimi ni mtu mzuri sana. Lakini mtoza ushuru yeye alisema si stahili hata kukusogelea, niwe radhi mimi mwenye dhambi. Yesu akasema mtu yule wa pili, yule mtoza ushuru, alitoka zake huku akihesabiwa haki kuliko yule wa kwanza. Alipewa neema. Neema ilishuka kwake kwa sababu alijiona mtupu, hana kitu, akapewa. Lakini yule Farisayo alijiona na kitu, akatoka mtupu. Unaweza kuona. Kwa hiyo tangu tuanze somo hili, wako baadhi yetu ambao wamekwisha pata ufunuo huo katika ukamilifu wake. Ufunuo ukija kwako utakupa kuona yale mashaka yaliyo mbele yako, utakupa kujichukia, mashaka yale yatakupa kuona jinsi ambavyo ulivyo katika hatari kubwa sana ya kuachwa, pamoja na kuja Full Gospel kama hapa, pamoja na kusema umeokolewa. Utaona jinsi ulivyo kipofu, utajiona jinsi ulivyo uchi kabisa, na kujiona kabisa mbingu istahili kuingia, kwa sababu utakatifu ambao unataja hunao. Kwa hiyo ile itakupa mashaka makubwa sana. Mashaka yale ndio yatakupa kulia. Mashaka yale yatakujengea njaa na kiu, na kuona na kuacha nyumba yangu mapema alfajiri hivi, na kuacha vyote nije nyumbani mwa Bwana. Na wote wanasema nimeokolewa, halafu nije nikose mbingu. Hilo litakupa kulia sana, kwamba upate utakaso
ili uweze kuishi maisha utakatifu. Muda mfupi uliopita tumekuwa tunaomba. Kiongozi wa ibada akisema tumekuwa tukijifunza sasa kwa muda, tusingoje mpaka mwisho wa somo. Lakini kila mmoja aliye na njaa na kiu, anaona anahitaji utakaso, aombe. Sisi wote tumeshuhudia tofauti katikati yetu. Wako watu wengine ambao wameomba kwa kiu na njaa kweli, na kuona jinsi ambavyo wako katika hali kabisa ya kuhitaji msaada, ya kujiona jinsi ambavyo wana uhitaji mkali mno. Kwa hiyo wanalia ili wapate msaada huo, wanalia ili wasaidike. Lakini bila shaka wewe mwenyewe utakuwa umejipima. Utaona mwenzako kushoto kwako analia, anaugua, anaumia, analalama, nipe utakaso. Lakini wewe huoni kitu cha kukuliza, huoni kitu cha kukufanya uugue. Hata kipindi hiki cha maombi bila shaka umekiona kirefu sana. Hata kama wengine wamesimama, umetamani kuketi. Kwa sababu unawaza, wanaomba nini hawa hasa? Mbona mimi sioni hicho wanachokiombea? Hata ukijitahidi kuomba, unaomba katika ukavu tu. Kwa sababu una njaa, una kiu. Ujue mtu wa namna hiyo hujapata bado ufunuo. Ndio maana Roho hajamaliza kazi. Ndio maana Roho bado anaendelea pamoja nasi, na bado ataendelea nasi kwa wiki kadhaa bado. Lengo ni kwamba yamkini pale tutakapofika kuwa tumemaliza, ikiwezekana tuwe tumetakaswa wote. Kanisa kama linakuwa na watu waliotakaswa wote kwa wingi wetu, utapenda kukaa mahali pa namna hiyo. Utaona upendo wa ajabu sana. Utaona kabisa hawa ni watu wa Mungu. Utapenda kuwa katikati ya watu wa Mungu. Utaona kabisa tofauti ya kuokoka na mataifa. Utaona kabisa tofauti. Mtaimba kwaya, mtaelewana. Mtafanya mazoezi, ile rapsha zilizokuwepo mtaona hazipo. Mtakaa mahali katika kusanyiko la kanisa la nyumbani, mtaona kabisa kuna umoja katikati yenu. Kuna vitu vingi sana vitabadilika. Na utaona maisha ya mume na mke yanabadilika kabisa. Utaona wale watu walikuwa na vurugana wanakuja kwako, kiongozi wa kanisa la nyumbani, kiongozi wa section, wakati wote wamevurugana mume na mke kuja kuhitaji msaada, utaona wamepungua. Utaona wanakuja na kukueleza, kiongozi, maisha yetu yamebadilika sana. Utashangaa, utaona mume na mke wanaweza kushikana mikono sasa. Wanaweza kutembea pamoja barabarani. Ilikuwa kila mmoja anapanda daladala mwenyewe, wanakutana hapa. Wakifika hapa, shalom, shalom. Lakini utaona kabisa maisha yaliyobadilika. Ndio maana tumesimama, tumeacha mengine yote ili kwanza tuwe hapa. Kwa sababu tunataka kuhubiri ulimwengu juu ya utakatifu. Hatuwezi kuhubiri ulimwengu juu ya utakatifu wakati utakatifu wenyewe huo hatunao sisi wenyewe. Hatuwezi kuwatangazia wengine juu ya sabuni nzuri wakati nguo zetu wenyewe ni chafu. Hatuwezi kuwatangazia watu wengine juu ya dawa ya meno inayosafisha sana meno wakati meno yetu wenyewe ni machafu. Ndio maana tumepiga kambi. Ndio maana tumepiga kambi. Ndio maana tumepiga kambi. Ikiwa mimi nitakwenda huko na kule duniani na kuhubiri utakatifu, wale watu watakaosikia watakuwa na hamu kuja hapa kuangalia utakatifu wenyewe, ili waone hicho anachokihubiri huyu kwake kukoje. Sasa kama sisi wenyewe ni watu wa tabia mwilini, basi tumekuwa mafarisayo ambao tunawaambia watu wengine wakati sisi wenyewe hatuwezi kuyatenda. Ndio maana Roho Mtakatifu anaanza kuleta kwanza uamsho kwetu wa utakatifu kabla ya kuupeleka duniani. Sema amen.
Kwa sababu hiyo usione shida. Mtu mmoja akaniuliza, alikuwepo hapa siku chache zilizopita. Akaniuliza, mchungaji, alipopata nafasi ya kuzungumza na mimi akasema, mchungaji, nataka kusafiri. Sasa nilipanga nisafiri Jumatatu, yani kesho. Sasa nawaza kwamba nafikiri lile somo la utakaso, mchungaji, tutakuwa namaliza Jumapili hii. Nataka niwepo sasa ili nimalizie sasa somo halafu ndio niende. Nikamwambia hajamaliza. Nikamwambia bado tuna wiki kadhaa mbele. Kwa hiyo sasa nikasema unaweza hata kwenda na utarudi, bado tunaendelea. Shughuli hii ni nzito. Kwa hiyo bado tunaendelea. Nasema bado tunaendelea. Nasema bado tunaendelea. Nasema bado tunaendelea. Jumapili ijayo bado tutaendelea. Na ile Jumapili inayofuata bado tutaendelea. Na Jumapili inayofuata bado tutaendelea. Wewe uliyefika na kupata ufunuo, asante kwa ajili yako. Lakini bado tunaenda tunawashika na wengine ili nao wapate ufunuo na wasogee pale ulipo. Na wengine tutawashika tena na wasogee pale ulipo. Mpaka wote tupate ufunuo. Mpaka wote tupate ufunuo. Mpaka wote tupate ufunuo. Na kadiri tunavyojifunza sasa, utaona hata wewe labda ulipata kulielewa, lakini unazidi kuona utupu wako zaidi. Kuna ufunuo unakuja kwa lile unaloliona, unaona kweli hivi vitu bado vinaniandama. Kweli hiki sina. Kweli hiki sina. Kweli hiki sina. Kwa sababu hapa ni ile Roho anatupeleka katika hali ya kujiona utupu wetu, uchi wetu, umaskini wetu, upofu wetu. Na tukishagundua na kuona ile hali na kuona kumbe pamoja na hali hii naweza kuikosa mbingu, hilo linatupa kuumia. Nikosa mbingu kweli na jitihada zote hizi, hilo linatupa kulia. Na tukilia tutaomba kwa njaa na kiu. Na heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Tutashibishwa kabisa. Amen. Amen. Kwa sababu hiyo mwanangu, usichoke kusikiliza. Usichoke kusikiliza. Sio hilo tu, hata tukitakaswa, hatutakaswi katika hatua ya kwanza na kufikia kimo na cheo cha utimilifu wa Kristo kwa wakati mmoja. Lakini tunazidi kutakaswa kwa neno. Na tunakwenda mpaka tunaweza kufikia sasa hicho kimo na cheo cha utakatifu wa Kristo. Kwa hiyo kwa maana hiyo, hata kama umefikia mahali kutakaswa, ukaona mabadiliko mengi, lakini kadiri unavyosikia, utaona hapa kuna hiki, hapa kuna hiki, unazidi kulia, unazidi kutakaswa, unazidi kutakaswa, unazidi kutakaswa, unazidi kutakaswa, na mpaka unafikia kabisa kusema kama Paulo, mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Unaweza sasa ukatembea hata bila kuhubiri kwa Biblia. Wewe ni barua iliyoandikwa. Amen. Watu wakikuangalia wewe, wanamwangalia Kristo. Watu wakiangalia maisha yako, wanaangalia Kristo. Na wanaweza wakakusoma, wakikusoma wewe, wanakuwa wamesoma Ukristo. Na hata ukijificha, wanaweza kusema, hapana, mtu huyu ni mwanafunzi wa Yesu, pamoja na kumkana Yesu mara 3. Sema amen. Kwa sababu hiyo sasa tulikuwa tunaangalia tofauti hizo kati ya mtu aliyetakaswa
na mtu ambaye hajatakaswa. Hatuna muda kuangalia yote tulioangalia mpaka sasa, maana tayari yamekwisha mengi. Lakini baadhi ya hayo tuliona. Mtu akitakaswa anajengewa kulipenda neno na kulifurahia kwa namna tofauti sana. Hawezi mtu kulala usingizi wakati neno la Mungu linafundishwa. Kiona mtu analala usingizi wakati neno la Mungu linafundishwa, wazi hajatakaswa. Na kama alikuwa ametakaswa, basi utakaso ulikwishaondoka. Utakaso unaondoka vile vile kama wokovu unavyoweza kuondoka. Ni unatakiwa kuvishika sana. Shika sana ulichonacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Shetani ni mwizi. Hata katika hatua yote ile anaweza kuiba wokovu wetu. Na kwa namna hiyo anaweza kuiba utakatifu wetu. Vile vile tuliona kwamba mtu ambaye ametakaswa, kiburi kinaondolewa kwake. Kiburi ni utoto. Kile kinachomfanya mtu kujivuna ni utoto. Mtu anajivuna kwa sababu ana sauti nzuri. Mtu anajivuna kwa sababu anaombea watu wanapata miujiza, ni utoto. Mtu anajivuna kwa sababu anahubiri sana, ni mwalimu mzuri sana neno la Mungu, ni utoto. Mtu anajivuna kwa sababu ya karama hii au ile, ni utoto. Mtu anajivuna kwa sababu ni mwombaji sana, ni utoto. Kwa sababu tulijifunza, Biblia inasema una nini usichokipokea? Kinachokufanya ujivune ni nini? Una kitu gani usichokipokea? Maana kila kitu unapewa tu. Kama ni karama fulani unapewa tu. Kama ukiombea mtu akapona, ni huyo tu ambaye ameamua kujibu yale maombi, ameamua kumponya yule mtu. Kama Kristo asingemponya maombi yako, asingekuwa na kitu chochote. Sasa una nini kinachokufanya kujivuna? Kama ni sauti umepewa tu. Kama ni uwezo wa kutunga nyimbo umepewa tu. Kama ni uwezo wa kupiga gitaa umepewa tu. Kama ni uwezo wa ufundi mitambo umepewa tu. Kama ni uwezo wa kufanya ile ulile umepewa tu. Kinachokutofautisha wewe na mwingine ni kule kupewa, basi. Sasa kiburi kinatoka wapi? Kinachokutofautisha wewe na malaika wengine mpaka ukafanya malaika mkuu ni kwa sababu ulipewa tu. Wewe Lucifer, ulichaguliwa ukapewa. Sasa kiburi kinatoka wapi? Ni utoto tu wa kutaka kujua kwamba chochote nilicho nacho si changu mwenyewe, nimepewa tu. Na kwa hiyo sasa kiburi kama meno ya kitoto huondoka, alafu yanakuja meno ya kiutu uzima, unyenyekevu. Amen. Uasi unaondoka kabisa. Uasi ni mambo ya kitoto. Tunapokuwa tumeokolewa kutoka katika uasi. Watu ambao hawajaokolewa wanaitwa wana wa uasi. Lakini sisi tuliokoka tunaitwa watoto wa kutii. Kwa mtu mmoja aliyeasi dhambi iliingia ulimwenguni, lakini kwa mtu mmoja aliyetii haki iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo tunatoka katika kuasi, tunaingizwa katika familia ya watoto wa kutii. Amen. Shetani ni baba wa uasi, na kila atendaye uasi afanya dhambi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Na wote waasi wanakuwa ni watoto wa Ibilisi, baba wa uasi. Ikiwa sisi ni baba yetu wa mbinguni, ikiwa sisi ni watoto wa Kristo, tunakuwa ni watoto wa mwenye kutii Kristo, ambaye alikuwa mtii na hata mauti ya msalaba. Amen. Kwa hiyo uasi unaondoka, tunakuwa watii. Kiburi kinaondoka, tunakuwa nyenyekevu. Tunaongoka na kuwa kama vitoto. Utakaso sasa unatufanya tuongoke. Neno kuongoka hapo maana yake kubadilishwa, converted. Unatufanya kubadilishwa na kuwa kama vitoto. Angalia sasa Mathayo 18.